kwa ile teamwork wamefanya na kuleta hii maridhiano, alafu akatoa hii kesi kotini ili itatuliwe kinyumbani. United we stand, divided we fall. And Trans Nzoia County is lagging behind because of the divisions that we've had. You know, this speaker is the only speaker in the entire country that was given 100% marks. So it's the highest time when a speaker, you must work with the MCS because they have confidence in you, and that's why they gave you the 100% marks. So because if you're not going to work together, we are going to have a problem, because it's the cardinal responsibility of the county assembly to provide oversight to the executive. Much of the things that we are lagging behind in this Trans Nzoia County is because of the problem of oversight. We've seen in many cases we find the executives are using the taxpayers' money to do politics. And that's why I've told the county assembly that from today henceforth, if an executive officer, whether you're an executive for transport, whether it's education, or whatever you are, if you are going to engage yourself into politics, you must resign from that position. And personally, I've told the governor about this, because he's doing nothing. You go to funerals, you find people coming into politics, they're using the taxpayers' money. So it is the responsibility of this county assembly to provide oversight. And if at all we are going to have those officers who are using the public money for their benefits politically, they must be impeached. We can't negotiate about this. So this is what I meant. I don't want to say much. This is Trans Nzoia for all the 42 tribes. Na mimi sijasema mahali ati walio waungane wangoe zile zingine, hapana. Sisi tunakaa pamoja 42 tribes. Na pia tunaomba watu heshime, si ndio? Yes. Tuheshimiane alafu tuendelee mbele. Unajua ile ilitokezea huko ndiye ileta mambo mbaya ile ya Matumbei. Kwa sababu mheshimiwa wengine walisema tunangoa hii yote, tuchukue governor, tuchukue senator. Si hata wewe kama umeangalia chini utamka. Yes. Unajua mjinga akierevuka, mwerevu ako wapi? Ako mashakani. Sasa tunataka tuishi pamoja, tuache mambo ya ukabila ili tu appreciate mambo ya 42 tribes. Mimi nataka kuwaomba tuendelee vile Wanga nasema. Muluya awe Mjaluo, Mjaluo awe Mkikuyu, Mkale hivyo, ni mambo ya tribals imefanya nini ipate kuisha. But I warning to our governor, we love him so much. I campaign for him so much. He's actually sleeping on the job. I'm saying this because juzi nimeenda West Pokot. Barabara ukifika West Pokot, mambo inabadilika. Of all the counties surely, can West Pokot do better than Trans Nzoia? And we fit this country. Sasa ati mtaki tuseme kitu kama ni mbaya ni mbaya. Na sisi tunamuomba because I campaigned for him. I was on the front line. Mimi ndio nilichika hivi nikanyang'anya mpira anaowekeza ndio nikapatia ya score. Angekuwa governor. Sasa mimi nikisema hivyo because I know what we went through. He must wake up. Trans Nzoia is lagging behind because of his poor leadership. So he must improve. Kwa sababu hii Trans Nzoia tukirudi nyuma, makosa ni yeye. Because the back stops at him. Nimeongea mambo ya watu kutoka Uganda wanakuja kuregister hapa mambo ya IDs na wakuja wa register voter to change the political landscape. Hiyo sisi hatuwezi kubali. When you read the County Government Act, it's very clear. When it comes to the protection of the territorial boundaries, it stops at the governor. Mambo haya ikiendelea, governor yuko wapi? Lazima angalie ili watu wanatoka Uganda wanakuja kuchukua ID washikwe. Sisi tunajua Uganda tuna Wakale, hata wabukuzi wako huko wanaitwa Wakisu. Na wao Wakisu wetu wabaki huko. Hatutaki wakuje huko. Wakale Masebei wabaki huko. Wacha watu wako hapa, siasa iko ya watu wa hapa. Hatutakubali. Na iwapo kuna mtu yeyote akuwe mbunge, akuwe nani, kama anafanya hiyo kazi, sisi tukimpata tunaonana na yeye mundu kwa mundu. Kwa sababu hatutakubali hayo maneno.